Karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu cha yanayojiri. Kumbuka tunazungumzia masuala ya afya, hasa mgogoro katika sekta ya afya. Kumbuka maafisa wa afya tayari wamegoma, lakini kwa sasa hivi ni kupeleke katika kaunti ya Mombasa ambako mwanahabari wetu Tobias Chanji anafuatilia hali ilivyo kutokana na matukio hayo. Chanji, kwako. Naam, shukrani sana. Bila shaka tuko katika lango kuu la hospitali ya rufaa ya Coast General. Kumbuka ni hospitali ambayo inahudumia kaunti zote 6 katika ukanda wa Pwani. Na tumeweza kufika hapa hiyo jana na vile vile hii leo, na katika hospitali hii ni kuwa huduma zinaendelea kama kawaida. Tumeweza kuwa kule ndani, tuko na jinsi wagonjwa wanavyoendelea kuhudumiwa, na maafisa huko hawajashiriki mgomo kama tulivyobaini, ila kile ambacho wagonjwa wengi wanalalamikia ni utepetevu wa huduma na vile vile ukosefu wa vifaa muhimu na madawa. Kuna baadhi ya wagonjwa ambao tulikutana nao kuwa wakisema kuwa hawajaweza kupata huduma za kupiga picha au x-ray, na wameweza tu kutumwa katika maeneo au hospitali za kibinafsi kwenda kupata huduma hii. Kuna wale pia ambao wameambiwa kuna ukosefu wa dawa za kutosha, na ikiwabidi kutembelea kliniki zingine za nje kupata huduma hii. Vile vile kuna wale ambao walikuwa na wapendwa wao, japo wanasema kumekuwa kuna utepetevu, na hali ambayo ipo ni hali ya kujidorora ya polepole kwa huduma hiyo, au kwa wale ambao wako kule ndani na ambao wamekuwa wamelazwa, na ni wakati labda wa kuweza kuruhusiwa kutoka katika hospitali hii. Hivi hapa sehemu ya nje tu ni baadhi ya wale ambao wameleta wapendwa wao, na kuna wale ambao wametuelezea wanaosubiri zile huduma za SHA, na katika upande ule wa mwisho ni wale ambao wanasubiri au ni mochari ya kusubiri tu zile maiti ambazo zinafaa kuondolewa hapa. Hivyo hakuna kikubwa sana cha kuelezea kuhusiana na mgono huu katika ukanda huu wa Pwani, kwa kuwa vile vile tumeweza kuangalia hospitali zingine, kwa mfano hospitali ya rufaa ya Msambweni ile kwa kaunti ya Kwale, na vile vile hospitali ya rufaa ya Kilifi. Shughuli zimekuwa zinaendelea kama kawaida. Kwako Sam. Asante sana Tobias Chanji kwa tathmini hiyo kutoka kaunti ya Mombasa katika hospitali hiyo ya Coast General. Bila shaka na hospitali ambayo inahudumia wakazi kutoka kaunti mbalimbali za eneo la Pwani. Ukitupa tathmini hiyo kuhusiana na matukio haya ya maafisa wa afya. Turejee hapa studioni tuzungumzie masuala haya ya matakwa ya vyama vya wafanyakazi wa afya hapa nchini. Kibore, kwanza kabla tuende mapumzikoni, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na mikataba ya maelewano, mikataba kurejea kazini. Lakini tatizo kubwa hasa linakuja kwamba ikiwa muungano wenyewe hautambuliwi na serikali, yani ikiwa serikali haijaweza kutambua muungano wa wahudumu wa afya, inakuwa vigumu kwa serikali sasa kutimiza ama kutekeleza matakwa ya wahudumu hao, maana kitu cha kwanza haijatambua muungano huo. Hili tatizo hili, kutotambuliwa kwa miungano hii kuna athiri utoaji wa huduma kwa kiasi gani? Dakika kama 2 hivi. Muhimu ni kwamba tujue kwamba mkataba wa kutambuliwa, ile agreement ya what we call recognition agreement, ama collective bargaining agreement, hizi ni what we call policy document ya kuregulate our relationship between the employer and employees. Ndio. Na pia ya kuweza kusema faida gani mfanyakazi atapata kwa ajili ya kupata representation. Now employer amejua kwamba ukipata recognition, the next thing unauliza ni CBA, collective bargaining agreement. Na hii ndio inatakiwa kuboresha ile tunasema welfare ya mfanyakazi. Sasa wanajaribu kuavoid hapo. Ni vizuri niseme kwamba sisi tulinegotiate recognition agreement 2027 to around 2027. It took 2017. Na ilichukua around 3 months. We negotiated centrally, ministry ilikuwepo kwa meza moja, na Council of Governors representing the 47 counties through their representative from the different forums. Sasa hao wakakaa pamoja, tukakuwa na mkataba mmoja na ukatiwa sahihi na kila mmoja, na mkataba ukaanza sasa kutumika. Lakini kwa hawa ndugu, kwa sababu serikali sasa inajaribu kuavoid responsibility ya kutimiza haki zao, wamewaambia wa negotiate na different county. Kama vile ambavyo ndugu watakavyotueleza, wamechukua miaka kadhaa na hawajamaliza. Kumaanisha watasubiri zaidi ya mwongo mmoja wa serikali nzima ndio waweze kufikia. Na mimi nasema hivi, sababu kisheria
serikali ikikataa kukukubalia kukupatia ile tunaita recognition agreement kisheria kwa mujibu wa ile tunaita Labor Relations Act, hiyo inakuwa sababu ya kwenda kwenye mgomo. Na inakuruhusu kwa sababu already uko na wale majority ya members wako ambayo wanatoka katika hiyo gatuzi ama employer yoyote. So na mimi nataka kuambia kwamba hiyo sababu ikiwa kama mmeenda mgomo na kwa sababu hamujakubalika kutambuliwa, ni koti peke yake inatakiwa kurudisha, na ikiwarudisha inawapatia hiyo recognition agreement. Sasa na kama hawajaweza kujua faida ya kwenda kwenye mgomo kwa sababu ya hiyo, mimi nitawaelimisha kwamba hiyo kitu ni mkubwa sana kuliko hata kutetea CBA. Ndio. Asante sana. Nije kwako Odipo Nicholas. Yes. Maafisa wa maabara, kwanza kabisa chama chako kinatambuliwa na serikali. Pili, umefanikiwa kufanya mazungumzo na kaunti ngapi? Lakini pia kufikia sasa hatua zipi, iwapo hakijatambuliwa, kufikia sasa hatua zipi mmepiga ili kuhakikisha kwamba kinatambuliwa, ndiposa upate nguvu ya kisera kuweza kupigania wanachama wako? Asante sana. Kutambuliwa kwa sasa niko na ugatuzi 39 39 wenye tumesign hiyo recognition agreement nao, lakini haijua kuwa county 39. Yes, 39. Haija kuwa kazi rahisi kwenda kwa county na kwa kila county kunegotiate hiyo maneno ya recognition agreement. Na wakati sisi tulifuata akina Gibore kutafuta hii recognition agreement, ndio COG ilitutumia barua ikatuambia tuende kwa county. Sasa kwa sasa zile kaunti 7 zimebaki, wote tuko nao kotini. Moja kama Nakuru County tushapata ruling waende waka sign hiyo recognition agreement. Unfortunately wamekataa bado kusign recognition agreement. So tunarudi kotini na mahakama iliamua mtambuliwe. Yes, tunairudia content so that koti iamue chenye watafanyia hii watu. Kama itawashika ndio wakuje wa sign recognition agreement, itabidi washikwe. Number 2, tumeongelelea maneno kadha wa kadha. Na kuna vitu zenye lazima tuzingatie. Na mimi kwangu kama mwenyekiti wa chama chetu ya wana mahabara, tunaona kuna ulaghai kwa hizi serikali za ugatuzi. Kwa sababu utaenda kwa hizi county, hizi serikali za ugatuzi, muta negotiate, but whatever mna negotiate haiwezi timizwa. Nao kwa mfano hii maneno ya Global Fund. Global Fund kwa counties, ile county yenye iko na Global Fund wengi, especially kama wetu wa mahabara, ni Nairobi. Ni kama 5. Uwezi niambia Nairobi County maafisa 5 peke yake ya Global Fund. Global Fund. Unajua sasa tumesema hii watu wanawapachika majina. Yeah, like if you want to kill a dog you give it a bad name. Hivyo ndio wanafanya. So kuna wengine UHC, kuna wengine Global Fund, kuna wengine wanaita hospital contracts, kuna wengine wanasema county contracts. So ni vitu mingi sana yenye wamekuja nayo kukandamiza wafanyikazi. And ndio maana unaona kuna chaos mingi katika sekta ya afya. Kwa sababu wewe ukifanya kazi kwa ukandarasi ya miaka 3, una expect the next thing county ikuwe imekuabsorb upate permanent and pensionable. Inafika hiyo wakati wa miaka 3 hawakupei hiyo permanent and pensionable. Na hakuna asara yoyote yenye hii watu wataenda wakikupea permanent and pensionable. The only thing wanataka ile ukue vulnerable, ukue under their control. Kwa sababu mtu akikupea kandarasi ya mwaka 1, saa hii tuko kwa mgomo, wanaweza ambia huyu mtu wa kandarasi ya mwaka 1, wewe ukienda tunatamatiza hiyo kandarasi. So inabidi huyu
abaki, wengine wakienda. Na hii kitu imetoka kwa, ni kama, mimi naona ni kama ni advisory yenye walienda wakapeana pale COG. Kwa sababu ukienda county kama Kirinyaga, almost 90% ya wafanyikazi pale wako kwa contracts. Na huyo alisema hawezi peana permanent and pensionable. Ukienda kwa county hizi zingine, especially hizi counties za central, iko shida mingi sana. Iko shida mingi sana. Uende zile counties zingine hizi za Nyanza, pia unapata kuwameleta ingine inaitwa hospital contracts, whereby a facility ndio inaajiri wafanyikazi, inatoa mkataba hiyo hospitali. So County Public Service Board wako kazi yao ni kukula mshahara ya Wakenya, lakini kazi yao ya kuajiri watu hawafanyi. Wamepeana facilities ndio wakuwa wanafanya hii kazi. So tumekuwa na changamoto chungu kujaribu kutatua hizi vitu. And that is why tunasema hii kitu ikirudi national government itakuwa sawa kidogo. Nani ameongelelea maneno ya walimu na askari. Unajua mambo ya mishahara, mambo ya kuajiriwa na hata kwa mishahara, hata kwa welfare. National government wanajaribu. Hata kama venye Rais Ruto alisema ataajiri 20,000 healthcare workers. Hakuna venye anaweza fanya hivyo, kwa sababu kama hii ya UHC ni 7,000 na imeshindikana, unapata pesa ipo, lakini ni back and forth. Huyu anarusha hivi, huyu anarusha hivi. Kwa sahi unapata kama Ministry of Health waliandikia Ministry ya Public Service wa transfer payroll kwa counties. Ministry of Public Service wamefanya hivyo na wakatransfer payroll. Nao huku kwa COG wanakuja wanasema hapana, sisi hatutaki hiyo payroll juu kuna mambo hatujakubaliana. Ni mambo yepi hamjakubaliana na pesa ipo? Haya, asante sana Odipo. Nije kwako Brown Ashira. Kwanza kabisa, muungano wako wa maafisa wa afya umma unatambuliwa kisera ama kisheria? Alafu kisha ukijibu hilo swali tujue, je, umefanikiwa ni kaunti ngapi ambazo sasa hivi zimekubali kwamba kwa kweli huu muungano upo na unatetea maslahi ya maafisa wa afya umma? Muungano wetu haujatambuliwa na gatuzi kadhaa, kuanzia kwa national government mpaka kwenye gatuzi takriban gatuzi around 25. Kwa serikali ya kitaifa yenyewe haijatambua. Haijatambua. Maana unajua kutotambua muungano vile inamaanisha ni kwamba hautambui umuhimu wa hiyo idara. Na ndio maana hapo tumekuwa na shida kubwa. Na najua lazima tuambiane ukweli, Bwana Amani. Afya Kenya is not a priority. Serikali ijaweza kuwekeza katika priority. Ni mbaya sana uweze for example, sisemi kwa ubaya, uweze kuwa na central bargaining na clinical officer ama maafisa wa tabibu na madaktari, na unyime maafisa wa maabara ama unyime maafisa wa afya umma that central bargaining. I think tunahitaji kukaa na tuelewane. Unajua sheria ya labor haijabadilika. Section 54(1) iko very clear. Na tunataka ya kwamba serikali kupitia kwa Council of Governors waweze kuweka mikakati ya kuweza kwamba tufanyiwe central RA signing, tukuwa na ile mkataba wa kutambuliwa centrally. Zile gatuzi zote ziitwe kwenye meza, tuketi chini tuweze kusema kila mtu malalamishi. Bana, kwa afya ni kama mti. Kila mtu ako na jukumu lake. Ukiangalia maafisa wa maabara ako na jukumu lake, maafisa wa tabibu ako na kazi yake, maafisa wa afya umma ako na kazi yao, mtu wa famasia ama mtu wa lishe ako na kazi yake. Tuko kama mti. Kwa hivyo ukitambua, lazima uweze kutambua kila mtu, maana kila mtu ako na wajibu wake. Nikisema hivi, nikiendelea, ni kwamba sisi kama public health officers na tumeambia watu wetu very clearly ya kwamba hata wale wako UHC ni kwamba hatuwezi fanya kazi kama hatuwezi tambulika.
Na ieleweke ya kwamba because we want to be recognized so that we can be able to kufanya kazi yetu. Na tunataka kabla turudi kazi tuhakikisha kwamba barua zetu tumepata ile inaitwa recognition agreement ile centrally, tuhakikisha kwamba watu wetu wameweza kupata. Lastly, tukifanya budgeting ama budgeti, maana hata ukiangalia the Abuja declaration, why I'm saying so is because hata ukiangalia ile inaongelea about 15% iende katika hali ya afya. Kenya hata ukiangalia ile budget ilisomwa last. Hata kwenye wacha kwa national government, hata kwenye gatuzi zetu. Ukienda kwa gatuzi, mfano uende utoka hapo uende Wajir, uulize governor wa Wajir ni pesa ngapi mwekeza katika hali ya afya, utashangaa sana, maana utapata ni pesa kidogo sana. Na ile hali tunataka wananchi wetu wa Wajir ama Turkana ama kule Kakamega waweze kupata zile huduma za afya. Itawezekanaje kama uwekeze pesa? Kwa hivyo kuanzia katika serikali kuu kwenda kwenye gatuzi zetu, lazima tukubaliane ya kwamba tunahitaji kuwekeza katika hali ya afya, tuweke hela ambazo zinatosha, tuweze kuajiri maafisa wa afya ambao ni wa kutosha, ndipo tuweze kupigana na majanga kama Ebola na Mpox na malaria. Maana top 10 diseases zinaweza kuzuilika, lakini haziwezi kuzuilika iwapo hatuna maafisa wa kufanya kazi wa kutosha. Asante sana. Nije kwako tena Gibore. Tumezungumza mambo mengi. Limeguswa swala la mikataba, si ya vyama peke yake, lakini mikataba kurejea kazini kwamba kutotekelezwa. Lakini pia mara si moja serikali imesema kwamba hakuna fedha za kutekeleza baadhi ya mikataba. Hivi wewe kama sauti ya maafisa wa kliniki, maafisa tabibu, linapokuja swala hili wakati upande hizi mbili zilikutana zikajadiliana na hata zikakubaliana kwamba mkataba uandikwe kisha utiwe saini kwa minajili ya kutekelezwa. Sasa likija swala kwamba madai kwamba hakuna fedha za kutekeleza swala hili, linarudisha nyuma kiasi gani juhudi za kufanikisha maslahi ya maafisa hawa wa matabibu yanatekelezwa? Unajua, kazi ambayo wafanyakazi wanaitekeleza ndio ile kazi ambayo serikali inachukua na inasema tumefanya. Na kwa namna ile wanataka kutumia wahudumu wa afya kutekeleza kazi, lakini hawataki kuwaboresha ama kuwajenga ili kusudi na wao pia professionally waendelee kugrow. So unapokuwa unauliza maswali, kwa sababu tumeongea maswala yao, wale ambao tuna deal na wao ni politician, they have turned everything to be political. So everything you need, ukiangalia wanafanya kitu fulani wanajua ni political. So wakiwanyima ile recognition agreement, wanawanyima sauti. Wanawanyima kuwa na sauti ya kusema kwamba ninatakiwa kuhusika wakati ambapo unafanya sheria fulani, wakati ambapo unatengeneza budget. Ukienda pale kama hawaja kutambua na kuambia we don't recognize you, so they will not recognize them. Lakini pia wale ambao wamekuwa recognized kama sisi, ukienda unapeleka maoni yako lakini hayachukuliwi maanani. Ndio maana mikataba tunapoikubaliana wanakuja kwa meza kwa ajili tu ya kuridhisha ile siasa yake ya kuweza kujionyesha ametatua, lakini kimoyomoyo anajua hatatekeleza. Na maana unaona sisi tukiwa na, kwa sababu ile ya ILO International Charter, I think ILO number 97 inataka wahusika wawili wanapokuja kwenye meza, mwajiri na mwajiriwa, wakuwe na goodwill kwamba nikisema nitatekeleza, nitatekeleza. Return to work is a legal document. Most of the time kama mata iko kotini, tunaipeleka kotini na inakubalika. So ndio maana ukiona kwa sasa tuko na mikataba ingine imeenda kotini, imekubalika na inatumika kama sheria ya koti, kwa sababu ilikuwa uhusiano ama makubaliano ya watu wawili bila kuchukuliana naweza sema nini, yani bunduki ama mapigano yoyote. Sasa unajua sisi tukisema haya, labda Wakenya huaga hawaelewi kwamba hawa wafanyakazi wanalipwa kiasi gani, wanajitoshelesha ama hawajitosheleshi. Leo hii Nairobi unapata mfanyakazi analipwa 4,000 as a house allowance. Ni majukumu ya serikali kisheria kuweza kuhakikisha kwamba wafanyakazi wana mahali ya kuishi.
Serikali ikaondoa hiyo, ikalete kitu inaitwa house allowance, ili kusudi ulipwe uende utumie kununua kuwekeza. Sasa wao ukiwauliza hiyo, inakuwa kwamba umeguza kidonda. They will use political arrangement kuensure kwamba hakuna kitu ambacho wafanyakazi wanapata. Na ndio maana tunasema uwekezaji katika sekta ya afya hauendani na mahitaji ambayo yako katika sekta ya afya. Ndio maana uboreshaji wa huduma za afya hautupigi hatua. Hatupigi hatua. Kabla tuende mapumziko, maana naarifu kwamba tunafaa kwenda pumziko fupi. Maafisa wa kliniki, chama cha maafisa tabibu wa maafisa wa kliniki umesema kwamba kilitambuliwa mwaka 2017 rasmi kisera, kisheria. Sasa kuanzia hapo hadi sasa hivi kumekuwa na migomo kadhaa. Je, kuna mambo ambayo yametekelezwa ndani dakika kama 2 hivi kabla tuende mapumziko? Ni kweli, ninataka kusema kwamba ndani ya baada ya kukubalika tuliweza tukapendekeza ile inaitwa collective bargaining agreement. That is the procedure. Na hiyo tumechukua zaidi ya miaka 8 sasa kuinegotiate. Haijatekelezwa. Hata afadhali sisi. Sasa ndio tunasema tunataka itekelezwe kwa sababu tumeshakubaliana na effective date, siku yake ya kutekelezwa inaanza mwaka uliopita, that's July 2025. Kwa hivyo mwaka mmoja wa kifedha umeisha. Na ndio maana nikasema only gatuzi 4 peke yake ndio umeonyesha ishara ya kutekeleza. Wengine bado. Na ndio maana hiyo imekuwa sababu moja ya watu wetu kwenda kwenye mgomo, kwa sababu mna makubaliano yapo na yamepita tangia mwezi wa pili, mwezi wa kwanza mpaka mwezi huu. Hiyo ni miezi karibu 4 haujatekeleza, kumaanisha kwamba hauna ishara za kutaka kutekeleza. Leo hii ukiwapata magovernors wameruka huko na huko, wengine wameanza kukampeni kukua senators, wengine wanataka kuenda MPs, wengine wanataka kurejea bado kuwa governors. Na sisi tunasema wameishaweka kofia za chochote ambacho ni makubaliano chini, wameweka vipaumbele masuala ya kisiasa. Na tunauliza, mna majukumu bado zaidi ya mwaka kutekeleza, mbona mnapoteza njia? Na Wakenya wanahitaji huduma ya afya. Asante sana George Gibore kutoka chama cha maafisa wa kliniki hapa nchini Kenya. Kumbuka mtazamaji, tulikuwa tunazungumzia masuala mazima ya sekta afya, migogoro, lakini pia matakwa ya vyama vya maafisa wa afya hapa nchini. Bila shaka ni mjadala ambao tutakuwa tunaendeleza tukirejea. Bila shaka tutakuwa tunazungumzia pia masuala mazima ya bima ya afya ya SHA. Nyinyi ndio mnawatibu wananchi kule kwenye hospitali mbalimbali. Tutatueleza, je, haya madai ambayo yanatolewa kila wakati kwamba inafanya haifanyi, kumekuwa na kauli kama hizo, nyinyi ambao mnahudumia moja kwa moja, mnaona na kitu gani ambacho kinafanyika? Je, inafanya ama haifanyi? Bila shaka tutakuwa tunazungumzia swala hilo kwa kina mtazamaji, ila kwa sasa niruhusu nipate pumziko fupi jingine, tukirejea majadiliano zaidi. Usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji katika yanayojiri. Kumbuka tunazungumzia masuala ya mgogoro katika sekta ya afya nchini, na nitaenda moja kwa moja kwa mwakilishi wa muungano wa maafisa wa maabara Odipo Nicholas kuzungumzia masuala haya. Bajeti ilisomwa mwezi uliopita, lakini je, nikuulize katika chama chako ama muungano wako, je, sheria ya uwakilishi namaanisha kwamba kwa mfano hospitali inapobuniwa kama ni level 4, labda kuna sheria inasema kwamba kuwe na maafisa wa kliniki wangapi, ama kuwe na maafisa wa maabara wangapi, ama maafisa wa afya ya umma wangapi. Je, sheria hii ambayo pia ipo chini ya sheria za kimataifa pia chini ya shirika la afya duniani, je, inatekelezwa kikamilifu kwamba ni idadi ya maafisa wa maabara ambao tupo nao nchini inakidhi kile kiwango ambacho kinahitajika kisheria? Sheria zipo. Unfortunately, hizi sheria hazifuatwi. Kwa mfano, kwa mahabara tuko na kitu inaitwa ISO certification, accreditation ya lab. Accreditation inakuja such that ile majibu inatoka kwa hiyo mahabara inafaa ikuwe ya kiwango ya juu, na kama kuna margin of error ikuwe ni ya chini mno. Ya pili, hiyo majibu yenye inatoka kwa hiyo mahabara, hiyo sample ikichukuliwa ipelekwe kwa mahabara ingine, inafaa
ile majibu inapatikana huko ni sawia na hii yenye ilipatikana hapa. Now, hiyo ISO tuko under ISO 1589-2022 na imekuja na ile staffing norms. Kila mahabara na level ya mahabara inafaa iwe nayo kwa kila facility. Kabla hujatimiza hivyo kiwango ya hiyo wafanyikazi, uwezi pewa hii accreditation. Sasa counties nyingi sana unapata hizo mahabara, maybe ile yenye imekuwa accredited ni county referral. Hizi mahabara zingine hazijakuwa accredited. Hata vifaa pia hizo rufaa hizo za county referral tunasema maybe utapata. Kuna zingine zimekuwa accredited, kuna zingine hazijakuwa accredited. Utapata ile reason yenye ya kutofanya hii accreditation ni kuwa kiwango ya wafanyikazi hapo ni chini. So unajua kupata huduma ya afya ni right, ni haki ya kibinadamu under Article 43. Inamaanisha ukienda dispensary unafaa upate zile services ya muhimu kulingana na hiyo level ya dispensary. Na hizo services lazima zikuwe consultation yenye akina Gibore wanafanya. Lazima kukuwe na basic tests yenye zinafanywa hapo. Hizo basic tests lazima zifanywe na watu wa mahabara. Ndio. Alafu lazima upate nurse yako hapo. Na public health officer pia lazima akuwe kwa hiyo facility. Now, kwa counties mingi sana utapata wako na nesi peke yake kwa dispensary. Nesi maybe ni moja. Hii kadas wengine hawako. Inamaanisha hii county chenye inajaribu kufanya ni kukiuka sheria na kunyima wale wakazi wa hiyo area wenye wanafaa waingie kwa hiyo dispensary haki yao kikatiba. Now, ukiangalia hata bajeti hii yenye sasa tunaongelelea, bajeti imewekwa. Lakini ukiuliza hii bajeti kuna ile bajeti ya kuajiri watu, hakuna. Sahii hapa afya Ministry of Health tuko na mahabara zile national referral labs. Nimejaribu kuangalia na kuchukua statistics. Majority ya watu wenye wanafanya hapo kwa hizo mahabara wamebakisha kama miaka 5, miaka 6 waende retire. The youngest kwa hizo mahabara ako na miaka 43. Yeah? Huyo the youngest aliajiriwa mwaka wa 2012. So inamaanisha kutoka 2012 hadi leo 2026 Ministry of Health hawajafikiria kuajiri watu kwa National Referral Laboratories. Sasa swali ni wakati hii watu wote wataenda retire, nani atabaki akifanya kazi kwa hizi mahabara? Na hizi mahabara ndio zile mahabara zinaleta policies. Ile policy yenye hizi mahabara zinaleta ndio zinatumika Kenya mzima, because ile yenye ile function ya Ministry of Health inafaa ni kutengeneza policies. Sasa hapa hatuna watu. Watu karibu wanaenda retire. Wote there are around 85. Na majority around 50 wamebakisha miaka 5 waende retire. Haya, zuia hapo Nicholas. Nije kwako Brown Ashira. Tusalie katika suala hilo la kwamba viwango ama idadi ya maafisa wa afya ya umma ambao wapo nchini Kenya ambao pia wameajiriwa katika hospitali mbalimbali inakidhi matakwa ya kisheria ambayo yapo kwa sasa hivi? Asante sana. Niseme hivi ya kwamba
kiwango kile ambacho kinachofaa kulingana na WHO na kulingana na norms za Wizara ya Afya ni kwamba kila one public health officer anafaa kuangalia watu around 7,000 kwa mmoja. Lakini ukiangalia kwa sasa hivi, unajua kazi yetu kama watu ya afya ya umma ni kuzuia magonjwa. We decongest also, nataka watu kama kuna majanga na kitu kama hizo, kazi yetu kubwa ni kufanya ile inaitwa disease surveillance na kupunguza kwa kama magonjwa yanakuwa kwa kiwango cha chini. Kwa hivyo ukiangalia viwango vyetu vya kuajiriwa kuanzia tangia ugatuzi uje, hatujapata serikali ikiweza kuwekeza katika kuajiri maafisa wetu ambao ni PHOs wa kutosha. Na maana unaona kuna viwango vya magonjwa ambao ni ya rudia yanarudi. Mfano kuna kipindupindu, kolera na zingine, unapata kwamba hayo magonjwa yanafanya nini? Yanafanya kurudia, hata Ebola. Maana hayo ni magonjwa ambayo yanafaa kuzuilika, haifai kuwa yanarudiwa. Kwa hivyo viwango vyetu viko chini. Ndio kwenye bajeti iliyopita niliona kuna ongezeko la Primary Health Care Fund from around 177 billion. Lakini ukiangalia hizo pesa, unajua kuna bajeti na kuna wale wanasimamia hizo hela. Unapata kwamba hizo pesa zinapitishwa ndio, lakini zinaweza kufanya kazi ambayo sio ya hiyo kazi. Unapata hata ule mtu amesimamia hilo swala la Primary Health Care Fund is not a public health officer. Ni mtu ambaye labda ni mtu ambaye ana tajriba ya kitu kingine tofauti na ile ambayo mambo ya public health ambayo iko pale. Na kumbuka takwimu zinaonyesha kwamba ukimwi, kifua kikuu na magonjwa mengine yanaenda juu. Kwa hivyo lazima tuwekeze katika hali na kifua kikuu katika hali ya kuzuia, ndipo tuweze kuhakikisha kwamba mambo yote yanaendelea vile yanafaa kukua. Kwa hivyo ni vizuri ya kwamba serikali katika, maana najua kuna budget cycle ambayo imeanza sasa hivi. Niliona cycle kutoka Treasury juzi, kuna budget cycle ya 2027 ambayo inakuja. Tuhakikisha kwamba wale stakeholders kama sisi kama miungano na wengine wao, zile program za makadirio ambayo tunaweza kupeana, yaweza kuhakikisha kwamba hiyo makadirio inaweza kuficha katika hiyo budget. Tukisema mfano ya kuajiri watu wa afya, ndio unaweza jenga hospitali, ndio unaweza kuwa na kununua vifaa vya hospitali, lakini kama una human resource, hizo vifaa wenyewe haviwezi kufanya kazi. Hizo hospitali zenyewe haziwezi kufanya kazi, maana zinahitaji human resource ama wale wafanye kazi wa kutosha, ndipo hizo vifaa ama hizo hospitali ziweze kusaidia mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo lazima tuweze kuweka balance kati ya hospitali na wale watu ambao wanafanya kufanya kazi, na pia katika hizo pesa tuweze kuwekeza hiyo balance, ndipo tuweze kuachieve ile kitu tunaitwa universal health coverage. Asante sana. Nije kwako Gibore, miaka 9 baada ya kutambuliwa mwaka 2017, je, kuna maafisa wa kliniki ama tabibu wa kutosha nchini, yaani kuanzia hospitali za rufaa hadi zile za mashinani? Hawajatosha. Tuko chini sana. Na kuna shida kubwa ambayo ilitendeka wakati ambapo tumeenda katika ugatuzi. Kuna mazuri ambayo yametendeka na kuna shida na kuna yale matatizo. Jambo la kwanza ni kweli tulipoenda katika ugatuzi 2009 after 2010. So kile ambacho kilifanyika kwamba gatuzi zilikuwa na wafanyakazi labda wa chini. Ni kweli naweza peana example kama Tharaka Nithi ilikuwa na maafisa tabibu 49. Wameongeza mpaka 150. Swali ni kwamba 150 wanatosha? Hawatoshi. Kiwango ukiona kitu tunatumia ile takwimu ambazo zinatumika ni population density versus the healthcare workers. So ukiangalia hiyo ni kumaanisha kwamba tunahitaji zaidi ya wahudumu 100, maafisa tabibu 350 ndio uweze kukimu ile takwimu ya watu wote wa ile county. Ukikuja hapa Nairobi tuko na maafisa tabibu kwa sasa waliajiri, tulikuwa chini ya 200, walikuwa 200 na karibu na 30, sasa wako karibu 500. Wanatosha hawatoshi? Hawatoshi, kwa sababu projection ya Nairobi tunahitaji over 3000
clinical officers. Saa hii unapata kuna zahanati haina clinical officer. Kama kuna ina mtu mmoja. Akiugua ama apate tatizo lolote, facility inafungwa. Kwa hivyo inamaanisha mnanyima wa Kenya huduma za afya. Nakumbuka mjadala mkubwa katika nchi yetu ya Kenya ni kuhakikisha kwamba tunafikisha huduma za afya kwa kila Mkenya chini ya ile kitambulisho ama kibwagizo ya UHC. Lakini tunafanyaje? Ni hatua gani ambazo tumesitekeleza? Tatizo kubwa ni kwamba hatufanyi ile audit tuseme tumefanya nini na tumefikia wapi. Tatizo kubwa ambalo tuko nalo katika sekta ya afya si hata kutoajiri, ni kwamba hatuwekezi vile inavyohitajika. Kwa sababu usipowekeza hautaajiri, hautanunua vifaa ambavyo vinahitajika. Kwa mfano, teknolojia ina change kila wakati. Unachukua saa hii kuna hospitali ambazo zinatumia vifaa ambavyo vimeisha pita muda, hazihitaji kutumika. Kwa mfano nikupe mfano, najua unataka kumove lakini nataka niseme ukweli. Mwaka huu wa kifedha tumeproject this serikali inatakiwa kutumia close to over 4 billion trillion. Tuliekeza kivipi? Tumewekeza 175 billion. Percentage ya hiyo ni 3.6. Hii pesa ukienda kuona unaenda kulipa madeni. Ikilipa madeni hauna pesa ya kuwekeza kuajiri ama kuboresha chochote kingine katika sekta ya afya. Naomba uzuie hapo, tuende kaunti ya Kakamega kuhusiana na swala hili la maafisa wa afya. Naarifiwa kwamba pia nao huko wanazungumza, tupate tathmini ya huko, lakini pia kauli kuhusiana na maafisa hao. To be competitive, it usually includes unionists on their management levels, because we are also helping on human resource management. So we are praying that they adjust to all this, because failure to, we will also be notifying them on our way forward following the recognition agreement signing. Thank you very much. Thank you very much. Good afternoon, everyone. Good afternoon. We are here together in solidarity with all the unions who are already participating in the strike. I am Bernard Otieno. I'm the branch secretary, Union of Kenya Civil Servants, and also the chairman of Kakamega County Work Council. All these issues raised by the unions, we have been discussing them with the county government all along from 2023 up to now. Nothing has been forthcoming. The employment of UHC staff on a permanent basis, we have discussed all this for a long time. It is high time the government to take responsibility and to ensure that all the staff who are working under UHC are supposed to be employed on permanent and pensionable. You cannot work for almost 10 years and you're still working as in contract. That is illegal. That is unlawful. It's again the labor relations, is the labor law. Yes. Another thing we are talking about as unions, all the clinical officers we already are on strike. We are supporting them. We are starting by them. The public health workers unions are on strike. The pharmaceutical are on strike. We are supporting this strike because there is no way you can talk of one issue several times and no action is being taken. Even in Madarao ambayo tutaki sisi kama unions. Yes. So we must always stand in solidarity. And to the county government of Kakamega, we have been discussing with the government, of Kakamega for a long time on the issues of the same issues which is now affecting the nation right now. The agreements are supposed to be recognized. It's just being like deal-darling. We want unity. We want the employees of the government to feel that they're also respected by the government they're serving. You cannot serve a government which doesn't respect you. Sisi tunaambiwa kwa wafanyikazi wa serikali, huduma bora ni haki kwa wananchi. Wanasema huduma bora ni haki yao. Lakini ikikuja kwa mfanyikazi wa serikali, huduma bora ni bahati yake. We don't want that. Kama huduma bora ni bahati kwa kila mtu, kwa wafanyikazi wa serikali na kwa wananchi wa Kenya. Tunasema ni kauli za maafisa hao wa afya wakizungumza kutoka kaunti ya Kakamega. Mtazamaji, nipo na dakika chache sana, kila mmoja sekunde 30 ili tuweze kukamilisha. Nianze na wewe. Naam. Ndio, sekunde 30. Kakamega tulikuwa kule the same kitu ambao bwana mwenyekiti amesema, hiyo shida ya ugatuzi hapo Kakamega kuna shida kubwa sana. Na ndio maana unaona sasa wafanyakazi wetu wa afya na watu miungano wengine kama UKS pale tumekuja kwa pamoja. Kwa hivyo ni changamoto kwa governors wetu. Watoke waamuke wakisha kwamba ili swala nzima la afya tunalitatua. Tunataka barua za PNP kwa UHC. Tunataka bajeti ya afya iongezwe. Tunataka watu waajiriwe kwa kandarasi ya kudumu. Sana public health officers na wengine wengi tuajiriwe tupata tuweze kupigana na magonjwa. Otherwise tukitoka hapa sisi tunakusema namna hii. Mgomo tutamaliza tu iwapo
tutapewa kandarasi za kudumu, na pia tunaona pesa imeongezeka na watu wameajiriwa. Asante. Kwako Nicholas. Asante sana. Sekunde 30. Kwanza kabisa wacha nianze na hii maneno ya Kakamega. Kakamega iko na incompetent county public service board. Kauli yako. Hiyo ni kauli yangu. Ndiyo. Na hata bwana Ashira hapa tulikuwa na yeye hiyo Kakamega. Tukakaa chini kwa masaa 10. Tukiongelelea maneno ya recognition agreement. Tukafika wakati tukaambiwa sasa tuna sign recognition agreement. Sisi kama unions tulisign pande yetu. County Public Service Board wakaenda. Tosha. Nao ndio. Wacha sasa ni kauli yangu ya mwisho. Muda unayoyoma sana. Yes, najua. Maneno ya afya si maneno ya kuchezea. Ndio. Na mimi nataka kushauri governors. Kama mnaona hii kitu hamuwezi, wachaneni nayo, tuelekeze kwa national government. Because ukiangalia hata Nairobi kidogo tu, Nairobi, kuna wakati Nairobi imekuwa na NMS, kulikuwa na hiyo nini ya functions, national government inachukua functions. Hii function ya afya imeshinda governance. Sawa, tosha. Gibore, sekunde 10 peke yake tafadhali. Neno lako la mwisho. Nitakuwa mfupi. Na nimesema kwamba tatizo kubwa tulilonalo ni kwamba serikali haija prioritize issues za health kama vile wanavyosema kisiasa. Hatujaona wakiekeza pesa ambazo zinaweza tusaidia kufika kiwango kile tunahitaji. Serikali ili sign the Abuja Declaration ikaonyesha kwamba kila mwaka wako wa kifedha watakuwa wanaekeza 15% of the national budget. So we are doing less than 3%. Actually, less than Uganda. Like Uganda, they are doing 8%. Rwanda, they are doing close to 11%. Sasa sisi tunakinzana na Tanzania ambayo iko na 2.7. Tunataka kumuuliza rais kwamba kama tunataka SHA ifanye kazi, tunataka kufikisha huduma ya Mkenya mahala alipo nyumbani, lazima tuwekeze na tukue deliberate. Na pia masuala ya miundo msingi governance lazima turekebishe, kwa sababu kuna tatizo ambalo lipo na limekuwa sababu kubwa ya migomo ambayo haiishi. Asante sana Gibore. Ni maafisa kutoka miungano mbalimbali ya maafisa wa afya hapa nchini Kenya, tukizungumzia hasa mgogoro katika sekta ya afya. Mtazamaji, ni kushukuru kwa kuwa nasi kuanzia mwendo wa saa 5 hadi sasa hivi tulikuwa tunakamilisha taarifa zetu za yanayojiri, lakini pia mahojiano. Jina langu ni Sam Amani, nikutakie utazamaji mwema katika vipindi vijavyo. Mchana mwema.